Mungu anatupenda sana, na ikiwa tumeteuliwa, tumechaguliwa kuwa watu wake, inayo maana ya kwamba tunanyenyekea. Asante sana, tunafika saa nzuri tuweze kujifunza pamoja neno la Mungu, na pia tuweze kutafakari, kwa sababu siku ya leo ni siku ya kufunga na kuomba. Inayo maana ya kwamba wewe ukiwa mgeni, anza kukumbuka ile ambayo utamkumbusha Mungu kwa siku ya leo. Unajua ile ambayo umekwisha kuombea muda wa siku nyingi, lakini sasa leo wakati tutakapokuwa tukiunganika kwa maombi, kumbuka lile ambalo utamkumbusha Mungu wako kwa siku ya leo, ili kwamba Mungu aweze kujibu, kwa sababu anatujibu. Haleluya! Siku ya leo tunataka kuona somo nzuri sana ambalo linasema Mungu anasikia maombi ya watu wanaonyenyekea. Mungu anasikia maombi ya watu wanaonyenyekea. Hili ndilo fundisho ambalo tunataka kujifunza pamoja. Wapendwa, Mungu anatupenda sana, na ikiwa tumeteuliwa, tumechaguliwa kuwa watu wake, inayo maana ya kwamba tunanyenyekea. Kwa sababu haiwezekani mtu ambaye anajua ya kwamba kutukana wazazi ni vibaya, na tunajua ya kwamba tukiwatii wazazi tutabarikiwa, inayo maana ya kwamba tutanyenyekea. Haleluya! Tunajua sheria za Mungu ambazo zinatuongoza katika maisha yetu, na ikiwa tunazielewa na kuzichunguza na kuzijua na kuenenda sawasawa na zile sheria, tutakuwa wanyenyekevu na Mungu atasikia maombi yetu. Haleluya! Hili somo nimelipendelea kwa sababu pia linapokuja, na leo waliwatangazia kwamba ni ibada tofauti na ibada zingine. Hili linakuwa somo la kipekee, na kutakuwa pia somo la kufungua pia juma la maombi. Kwa wengine ambao ni washiriki wa wilaya hii ya Kadutu, kuna wamoja wetu ambao wamesema ya kwamba wao watafunga na kuomba na kushinda kanisani hadi saa 11 za jioni. Kuna wengine ambao watashinda humo kabisa. Nakuwa na kundi ya Cercle, kundi ya Lavoi, kundi ya Funu. Wao wamesema ya kwamba kwa sababu ni muda wa maombezi na leo ni siku ya Sabato, tutafunga hadi jioni saa 11. Najua sisi, kuna wale ambao wananitazama wanasema unataka kutuambia na sisi tuendelee mpaka saa 11. Wanaanza sema sisi hatuko pale. Kuna wengine ambao wanasema ingekuwa vizuri tuendelee hadi saa 11. Masaha ambazo tutakuwa pamoja baada ya fundisho, tutakapokuwa tukiomba pamoja, mwambie Mungu, sikiliza maombi yangu. Haleluya! Uwe kama vile Yakobo alivyomshika akamwambia, sitakuacha kabla haujafanya nini? Hujanibariki. Mambo ya Nyakati wa Pili 7:14 inasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea na kuomba
na kunitafuta mimi Bwana, na kuacha njia zao mbaya, ndipo nitasikia toka mbinguni, nami nitawasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao. Ni neno la Bwana. Nione wale ambao waliitwa kwa jina la Yesu, mimi nikiwemo wa kwanza. Mungu aweze kuwabariki. Andiko hili linasema ya kwamba ikiwa watu wa Mungu walioitwa kwa jina lake watanyenyekea. Unyenyekevu una namna nyingi sana. Unajua, mzazi unapozaa mtoto unamjua vizuri. Kuna watoto wanyenyekevu na kuna watoto ambao sio wanyenyekevu. Wazazi tunajua hilo, waongozi tunajua hilo. Kwa hiyo hili jambo la unyenyekevu ni utii, kujinyenyekea. Wakati tutakuwa wanyenyekevu, Mungu ametuahidi ya kwamba atatusamehe dhambi zetu. Sema amina. Hakuna binadamu ambaye anaweza sema ya kwamba yeye si mdhambi katika dunia. Hayupo. Na wakati tutakaponyenyekea kweli, atatusamehe na ataiponya nchi yetu. Haleluya. Na leo tukumbuke ya kwamba pia miongoni mwa mahitaji tunaombea amani katika nchi yetu ya Kongo, hata amani katika dunia nzima. Kunakuwa nchi ambayo ilikuwa kielelezo kizuri kwa nchi zingine, lakini nao tayari wamekosa amani. Nchi ya Tanzania ilikuwa kama vile mbingu ndogo, lakini unapotazama ile ambayo imepitikana tangu juzi ni ya kushangaza sana. Walikuwa hawajui mambo ya risasi, lakini masasi ililia sana, watu walipigwa sana, watu walibomoa barabara, magari kubwa kama vile ndogo zimeunguzwa kwa sababu hakuna unyenyekevu. Hili ni ahadi ya Mungu, lakini pia ni wito wa moyo. Mungu anasema ikiwa watu wangu watanyenyekea, nitasikiliza na kuwasamehe dhambi zao. Si watu wa mbali. Mchana wa leo ni wewe na mimi ambao tunaalikwa kunyenyekea, ili kwamba dhambi zetu ziweze kufutwa mbali na tuonekane katika kitabu cha Mungu. Haleluya. Andiko hili si la watu ambao. Andiko hili ni kwa ajili yako wewe na mimi ambao tumelisikiliza kwa mchana wa leo. Andiko hili linatufundisha mambo manne muhimu katika maisha yetu. Mambo manne muhimu ambalo fundisho hili linatufundisha. Jambo la kwanza, kunyenyekea. Kusema mimi si kitu bila Mungu. Kunyenyekea. Naposema ya kwamba mimi si kitu mbele za nani? Mbele za Mungu. Huu ni unyenyekevu wa ajabu sana. Wakati unaona ya kwamba wewe ni binadamu ambaye uliumbwa, lakini hauna budi ya kusema utakanyaga mwingine na kupita bila kusema samahani. Unamnyang'anya mwenzako mali yake ukisema ya kwamba wewe una nguvu. Hapo hauna unyenyekevu. Unyenyekevu nayo maana ya kwamba ikiwa utasema ya kwamba mimi mchana wa leo, mimi si kitu bila Mungu aliyeniumba. Jambo la pili ambalo fundisho hili linatuonesha la muhimu sana. Jambo la pili, kuomba. Kuomba. Maombi si maneno tu.
ni mazungumzo ya moyo. Hata hivyo hauwezi ukatamka ile ambayo unataka kumuomba Mungu wako, lakini unazungumza kimoyomoyo ndani mwako. Nasema Mungu, na mimi hili nifanyizie hili. Nasema Mungu, na mimi hili tabia hii nimeshindwa kuacha, lakini sasa huu ndio muda wa kuweza kuacha. Nisaidie Mungu. Sio kutamka maneno tu, bali kuzungumza na Mungu kimoyomoyo. Jambo la tatu, kutafuta uso wa Mungu. Kumkaribia kupitia kusoma Biblia, nyimbo na matendo mema. Utafuta uso wa Mungu, hautawenda kumtafuta useme Mungu ndiye huyu. Unaanza kumtazama vizuri vizuri. Uso wake utauona katika maandiko matakatifu. Haleluya. Utazungumza naye kupitia maandiko matakatifu. Atakuelekeza kwa mambo mengine ya dunia hii. Atakuelekeza kwa namna ya kuishi katika dunia hii. Hiyo ndio mazungumzo pamoja na Mungu. Kumtafuta uso wa Mungu, kumkaribia, kusoma maandiko matakatifu. Mungu awabariki waimbaji pamoja na mimi, kwa sababu si tumeimba nyimbo yangu. Wakati unapoimba unataka kutafuta uso wa Mungu katika maisha yako. Wakati unafanya matendo mema, Mungu awabariki wa mama Mifeme Dorcas, kwa sababu mara kwa mara wanasema matendo mema siku ya Mardi. Mungu awabariki wale ambao wanatoa sadaka yao, kwa sababu wanafanya kazi kubwa. Wakati tunamtizama mgonjwa katika hospitali, unapomwachia sukari anafurahia sana na anasema Mungu abariki hawa, na atawabariki. Lakini ukianza kutazama mtu naye anakutazama, anakutazamia hapo kitu fulani, kama mshiriki, kama Wakristo wapanzi, Wasabato wapanzi, anakutazamia hapo kitu fulani, lakini bado wewe haujali, Mungu hatakubariki. Hapana. Kwa sababu yule mtu hakukanusha kauli anaposema Mungu akubariki. Jambo la 4, kuacha njia mbaya. Mambo haya mane katika somo hili la leo itufundishe mambo mengi: kunyenyekea, kuomba, kutafuta uso wa Mungu, na hili la kuacha njia mbaya. Kuacha dhambi, kinyongo, uongo, kiburi na mambo yote yanayomuumiza Mungu. Kuacha dhambi, kinyongo. Kinyongo, unasikia mwenzako kinyongo kiasi kwamba kusema kwamba mchangie maji ya kunywa ni vigumu kwako na yeye. Hapo hatutakuwa tumenyenyekea. Kwa sababu nyingine niliwahi kuambia kwamba watu upendo umekwisha kupoa, kiasi kwamba mtu anaona mwenzake anasalimia wengine, yeye anamtambukia kwa sababu wanakuwa na tatizo naye, anasema yeye hata msalimie. Tumeshakaona ile. Watu wameshindwa kwa namna hii kuelewa ya kwamba ingekuwa vizuri wapendane, ndio ingekuwa ya maana, kwa sababu siku chache ambazo tunaishi katika dunia hii, mambo mabaya hayataonekana mahali ambapo tunaenda. Kuna watu wengine ambao wanatuzidia upendo sisi washiriki. Mnisikilize vizuri. Mshakaona wale wavuta bangi? Mnawajua? Wale ambao wanavutaka sigareti, wale wanazidia Wakristo, wale ambao wanaitwa Wakristo. Nini? Upendo. Sababu gani? Anauza tije moja tu. Kama ni watu 10 anakokota na patia mwingine. Hajali kwamba anaweza mletea hata magonjwa. Ile inaonesha upendo ambayo wanakuwa pamoja nao.
Hata hivyo kule vijijini mtanielewa vizuri, kuna watate ambao walikuwa wakitumia hiyo sigareti wanatia huku. Mshawaona? Lakini kwa upendo naona anatosha kula, anapatia mwingine na anatia. Kwa sisi wa Kristo unaona mwenzako alafu sasa unasema ningewasalimia lakini hivi fulani iko pale, hatuivie chungu moya hizi siku. Upendo wa namna gani? Acha dhambi, kinyongo, uongo umezidi katika dunia hii kiasi kwamba unatunga uongo ambayo inasababisha mwenzako amkate na shingo. Kiburi usiseme. Na ikiwa tuko na kiburi, nataka leo katika kanisa la Panzi, yule ambaye anajisikia kwa tabia hizi mbalimbali ambazo tunazitaja, ikiwa unajisikia kwamba umeshindwa kuiacha, leo ni siku ya kufunga na kuomba. Na jambo lolote ambalo limeshindikana linawezekana katika kufunga na kuomba. Sema amina. Kiburi. Ilikuwa siku ya Sabato mahali fulani, mchungaji anaanza kutangaza, wapendwa wa dada wa mama, kuvaa pantalo si vizuri. Tunaelewana? Utanisamehe kwa kulitamka, lakini yule msichana nitamzungumzia baadaye, alikuwa na nia nzuri ya kuwa anaomba, kiasi kwamba hata isionekane kuwa siku ya kuomba, yeye anakuja anafungua kanisa, anaingia ndani, anaanza kuomba. Yule msichana ilionekana ya kwamba anajawa na kiburi, na pengine wakati tulikuwa tunazungumza tunasema ndio maana pengine maombi yake hayajibiliwe. Yule msichana alifanya nini? Mchungaji anasema kwamba watu wa Mungu kuvaa pantalo kwa wanawake ni vibaya, sio vizuri. Kuna nguo ambayo imeteuliwa kwa ajili ya mama. Yule msichana yeye alikuwa amesuka nywele za rouge. Ilikuwa rouge. Akasema pembeni yake kwenye alikuwa na ikalo mwashiriki, ni sawa vile umeanza kusema kwa hivi, anaanza sema vya nywele na sitavisema. Yeye akaanza sema mchunge akianza kusema hivi, anaanza kunisema hapo mimi, mchunge mtaona gisi ndamuonesha. Huyu dada, washiriki wenzake walisubiria wachunge gisi mchungaji atatamka juu ya nywele, na akamaliza matangazo yake bila kuzungumzia nywele. Sasa washiriki wenzake wakamwingia, wewe uko mkosa adabu, wewe Edayeli wende tosha na zile nywele, wewe utalaaniwa, uko nazungumzia mchungaji katika machafu yako na hakusemeshe kitu. Washemasi walimwambia mchungaji, dada fulani alisema hivi na hivi, lakini umsamehe. Mchungaji aseme sio tatizo, lakini nasikia kwamba kwa sababu namuonaka na sawa vile mimi nawezaishi hapa tu, mimi naona mtu anaingia kanisani anakuja kuomba, si ndivyo? Lakini ameomba muda wa siku nyingi, kumbe ndio maana maombi yake haifanye nini? Hapendi kutubu na kuokoka. Tutubu. Haleluya. Kiburi haitatupeleka mahali fulani. Ellen White aliandika kwamba uamsho wa kweli hauwezi kutokea bila toba ya dhati na moyo uliovunjika. Unapaswa kujisikia ya kwamba ingekuwa heri kweli kweli uweze kutubu. Na unyenyekevu pia uko pale. Kuna hadithi ya kugusa moyo hapa. Katika nchi hii yetu ya Kongo, na wanasema ya kwamba ni katika mashariki ya Kongo, kulikuwa mama wa watoto 3. Mume wake alifariki kwa ajali. Kwa bahati mbaya
akafariki kwa ajali. Akabaki hana msaada wowote. Siku moja mtoto wake mdogo aliugua sana. Aligonjwa sana. Huyu mama alikuwa hana pesa hata za kununua dawa. Mtu anakosa pesa za kununua dawa, je, atapata pesa za kupeleka mtoto kwa mganga ili asubiriwe fakturi? Haiwezekani. Huyu mama alikuwa anaishi karibu na kanisa la Wasabato. Lakini yeye hakukuwa Msabato. Akaamua kwenda kanisani siku ya Sabato. Akakaa kimya kabisa, nyuma kabisa. Ni kama vile mashemasi hawezi kuona mshiriki au mgeni, anakaa kule nyuma kimya. Baada ya ibada, dada mmoja alimuona akilia. Huyo mama, ibada iliisha, alikaa kimya, hakuzungumza lolote. Kaonekana kuna dada ambaye alimuona akitoa machozi. Alimkaribia, akamuuliza, dada, una shida gani? Mama yule akasema kwa machozi, mtoto wangu anaumwa na sina hata 500 ya kuweza kununua angalau paracetamol. Wale akina mama ambao walikuwa kizungumuza na wakanisani waliungana, wakatoa michango yao ndogo, chango midogo midogo, wakakusanya, walimsaidia. Mtoto akapelekwa hospitalini. Baada ya siku 3 mtoto akapona. Mama huyu akaanza kurudi kanisani kila Sabato, akasema, nilijifunza kwamba Mungu anasikia sala zetu kupitia watu wema. Sema amina. Mama Dorukasi, Mungu akubariki. Mama Mifemi, Mungu akubariki. Mara kwa mara tunakuwa na desturi ya kuchanga kama ni 500 francs siku ya 3 ya juma, yani mardi, katika maombi. Ile yule ambaye unaipelekea inamgusa sana, inamsaidia hata hivyo katika njia ya kiroho, inamsaidia. Mama huyu alijifunza kwamba Mungu anasikiliza sala zetu kupitia watu wema. Jiulize, kuna aina mbili tu za watu. Kuna wema na kuna wanamna gani? Mbona sauti zinakuwa chache? Kuna wema na kuna wanamna gani? Wabaya. Lakini sikiliza vizuri, sala zetu zinasikilikanaka kupitia watu wema. Haleluya. Jifunze kuwa mtu mwema mchana wa leo. Nijifunze kuwa mtu mwema katika maisha, ili kwamba sala za wengine ziweze kusikilikana. Jifunze kuwa mtu mwema katika kanisa la Panzi, ili kwamba jirani yako sala yake isikilikane. Ina maana kwamba umekuwa kikwazo kwake yeye, kiasi kwamba yeye hana tena haja ya kuomba, kwa sababu anapokutazama anasema, fulani tena yuko pale na sitaomba. Jifunze kuwa mtu mwema, kwa sababu sala zake zitasikilika kwa sababu ya wema wako. Tukio hili linaonyesha kuwa Mungu hawasikia wanyenyekevu au wanaonyenyekea, na hutumia watu kumjibu mwingine. Mafundisho kwa sisi leo ikoje? Wapendwa, toba sio neno la hofu. Kutubu
sio neno la hofu. Ni mwaliko wa upendo. Sio kusema ukitubu unaangamia. Hapana, kwa sababu tunajua ya kwamba kuangamia kunaleta hofu. Wakati tunasimama tunaposema ya kwamba wale watenda dhambi wataangamizwa kwa moto ya kibiriti, kuna yule ambaye haogopake moto basi anakuwepo. Moto kidogo inakugusa tu unasikia vitu haviendeki. Lakini moto ambao unasubiria watu wa Mungu mkali sana. Na hiyo wito inaleta hofu. Wakati wanakuambia kwamba utalunguzwa, wito wa hofu sana. Tofauti na wito wa toba. Najua ya kwamba unapoitwa tubu utaokolewa, kwa sababu neno la Mungu ni wazi. Anayeokoka, anayetubu atafanya nini? Ataokolewa. Mchana wa leo, rudi nyumbani mwanangu. Acha dhambi zako, acha matusi yako. Jione ya kwamba wewe si kitu mbele za Mungu. Acha dhambi zako, Mungu atakusamehe. Haleluya. Toba ina nguvu ya kubadilisha familia. Wakati tunatubu, najua tunaishi katika familia mbalimbali. Wakati tunatubu, hiyo toba inabadilisha pia familia yote nzima ambayo inaundwa na baba na mama angalau na watoto 6. Na miongoni mwa watoto unaweza kuona kuna watoto ambao ni wagumu sana kuelewa. Lakini wazazi, watoto wangapi wanapotubu, wengine wataangalia na watafanya nini? Watatubu. Toba inabadilisha ndoa zetu. Unajua leo hii shetani amegeuza ndoa zetu kuwa uwanja wa mpira wa kuchezea. Wanani wamegombana wanandoa, kiasi kwamba watu hata na mchana wanaanza kugombana, watu wanaanza kuchungulia na kuona. Na watu wanasimama wanaangalia vile bibi na bwana wanafanya nini, wanagombana. Lakini waliahidiana wakati walipokuwa wakichumbiana na kupenda sana. Yule anayempenda mwenzake, je, anaweza kumpiga? Na Biblia inasema ya kwamba mpende vile unavyojipenda. Vile unavyojisikia kwamba hawezi jipiga kofi, na wewe hawezi kufanya nini? Kumpiga. Wakati tunatubu, ndoa zetu zitakuwa nzuri. Toba ina nguvu ya kubadilisha watoto wetu. Toba ina nguvu ya kubadilisha hata kanisa nzima. Haleluya. Wakati tutakapokuwa tumetubu, kanisa la Panzi mtaendelea kuwa wanyenyekevu vile mnakuwa. Mbarikiwe sana. Mnanyamaza. Amina. Wakati tutatubu, tutaendelea huo utaratibu. Shemasi anapokuambia kaa hapa, unakaa. Shemasi anapokuambia simama pale, tunaondoka, unasimama na tunaondoka. Kanisa nzima litakuwa limetubu. Tunaponyenyekea mbele za Mungu, Roho Mtakatifu anatufanyia kazi ndani. Anatupa upendo mpya, tabia mpya na moyo wa utulivu. Haleluya. Unajua tabia zinakujaka mara kwa mara. Na mara nyingine tabia inaweza kuibuka. Unajiuliza kwa nini tabia hii inakuja? Lakini wakati tutakapokuwa tumetubu, Roho wa Mungu
ataleta upendo mpya katikati yetu. Roho wa Mungu ataleta tabia nzuri katikati yetu. Roho wa Mungu atatuumbia moyo wa utulivu. Jinsi ya kutekeleza haya maneno ni namna gani? Jambo la kwanza, tenga muda wa maombi kila siku. Tenga muda wa maombi kila siku, hata dakika 10 au 5 kila asubuhi na hata jioni. Jambo la pili, sali na familia yako. Watoto wajifunze maombi kwa mfano wako. Jambo la tatu, saidia mtu mwenye shida. Hata kidogo chako kinaweza kuwa jibu la maombi ya mtu mwingine. Haijalishi kiwango ya pesa, saidia mtu mwingine. Hiyo kidogo itasababisha maombi ya mwingine inaweza kujibiwa. Jambo la 4, samehe. Usiweke kinyongo moyoni. Msamaha unaweka nafasi ya baraka mpya. Leo hii kuna watu ambao wanashindwa kusamehe. Jambo la 5, shiriki neno la Mungu. Kwa mtoto, jirani au rafiki, hiyo ndiyo injili ya vitendo. Tunaposhirikiana na neno la Mungu katika familia zetu, hata kwa majirani zetu, tuwaelekeze, tuweze kuwafunza, na watoto ambao wanatukaribia tuwafunze, watakomaa wanapotazama mwenendo wetu ukoje. Labda leo kuna kitu moyoni mwako kinacho kufanya ujihisi kwamba uko mbali na Mungu. Hicho kitu nimesema ya kwamba anza kuidentify ile kitu ambayo inakusababishia uwe mbali na upendo wa Mungu. Kiasi kwamba unajisikiaka kwamba hata niombe, ombi langu haliendi fasi. Sababu ya hii, wewe mwenyewe unaijua. Leo kuna kitu moyoni mwako kinachokufanya ujitenge pamoja na washiriki wengine. Leo kuna kitu moyoni mwako kinachosababisha ujitenge na waimbaji wengine. Leo kuna kitu moyoni mwako kinachosababisha uweze kujitenga pamoja na washiriki wengine. Gundua hiyo kwa mchana wa leo. Labda ni dhambi fulani au moyo wa kukataa tamaa, sababu ya changamoto za maisha ambazo unazipitia inasababisha ukate tamaa kiasi kwamba na kusema mimi na kanisani siende huko. Acha kukata tamaa. Mungu anakuita leo. Nasikiliza, na kuna wengine ambao hawajali. Dhamiri hakuna kabisa. Anajua ya kwamba yeye ametukana, yeye amevunja sheria ya Mungu, lakini unamuona kabisa ni shemasi shujaa. Shemasi shujaa kabisa. Lakini ndani mwake na ile ambayo anayoifanya angali na nguvu kidogo kiasi kwamba wasiniwazie. Tunasikilizana? Wasiniwazie, ngoja tu nishiriki pamoja na waimbaji wengine. Ngoja tu nishiriki pamoja na mashemasi wengine. Ngoja tu nishiriki pamoja na kundi la watoto. Wasiniwazie. Lakini tabia hiyo ichunguze vizuri.
mchana wa leo nataka tuiondoe. Haleluya. Na hiyo ukiendelea kuizingatia itakuwa blockage ndani ya maisha yako. Haupendi kuiacha, lakini unaendelea kuonekana mbele, kipaumbele katika kazi. Tusiache maombi ya pamoja wapendwa. Kama vile mchana wa leo tunakuwa na maombi ya pamoja. Tutainamisha vichwa vyetu wakati tutakapokuwa tukiomba. Tunapomwambia Bwana Mungu wetu, tunakushukuru kwa neno lako. Tunakuomba utusamehe kwa mambo yote tuliyokukosea. Tufundishe kunyenyekea, kuomba kwa moyo na kutafuta uso wako kila siku. Ubariki wanawake wote, watoto na familia zote zinazoshiriki leo. Ulete uponyaji katika mioyo yetu na katika nchi yetu. Kwa jina la Yesu Kristo. Amina.